Leo masayansi wamethibitisha kwamba Mtume amepata 100% kwamba binadamu ana viungo 360 katika mwili wake: macho, masikio, pua, bongo, ngozi, moyo, figo, mapafu, matumbo, mishipa ilivyopangana, mifupa, zote ukihesabu ziko 360. Na hizi zote ndugu zangu, Mwenyezi Mungu amekupa bure, mimi na wewe. Na lau yanauzwa sokoni, kiungo kimoja katika mwili wako na wangu, hainunuliki, ni ghali ya ajabu. Hii jicho lako moja hii hauwezi kuiwekea bei ukasema bana, hii jicho langu naiwekea price tag kwamba naiuza milioni 2 ya Kenya. Hailingani. Wewe unaiona hii kamera ya ndugu yetu ambaye ameweka hapa, haifikii jicho ya binadamu. Na kuna kamera ambayo ni ghali kuliko hii. Ile ambayo ni ghali inauzwa zaidi ya milioni 500 ya Kenya, haifikii jicho moja tu ya kiumbe au ya binadamu. Macho ya binadamu inavyobainisha baina ya mambo, baina ya rangi. Macho ya binadamu inaweza ikaangalia mahali kuna tukio ikajua hapa inakwenda kutokea nini. Macho tu haiuziki. Mapafu leo inavyopumua ndugu zangu, moyo inavyopumua, inavyodunda damu, figo yako inavyosafisha damu, moyo wako inavyodunda, na mapafu leo inavyopumua hewa automatic, hakuna ambaye anayejua. Sisi sote tumekaa hapa ndugu zangu, sasa hivi kila mmoja wetu anapumua hapa, hakuna anayejua nani anapumua nani hapumui. Sote hapa tunapumua. Lakini lao hii mapafu ingilikuwa ni kama gari ya diesel, engine ya diesel ndugu zangu, hapa ningekuwa tunasikia sauti tofauti hapa, toko kila mmoja yake huku na huku. Lakini angalia automatic, wewe mwenyewe unaona raha. Subhanallah, neema hii Mungu ametupa bure maana yake. Sasa shukurani yake ya hizi viungo 360 ni mtu kuswali rakaa 2 ya dhuha. Ukiswali rakaa 2 ya dhuha umetoa shukurani ya viungo 360 katika mwili wako. Na unapotoa shukurani katika viungo vyako ndugu yangu, Mwenyezi Mungu anasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Mkishukuru mimi Mwenyezi Mungu nitawazidishia. Mungu ameshatoa ruhusa. Mkishukuru nitawazidishia, maana yake ni 2. Mkishukuru nitawazidishia, maana yake ya kwanza, Mwenyezi Mungu ataiboresha afya yako, ataiboresha macho yako, ataiboresha bongo lako, ataiboresha figo lako, moyo wako, mapafu yako, maini yako, ataiboresha magoti yako, mishipa yako. Salati dhuha ndio unaona subhanallah, mtu yoyote anapokuwa mgonjwa, hata salafu na salih radhiallahu alaihim walipomuona mtu ni mgonjwa wanamwambia lazimisha salati dhuha, inaondoa maradhi. Na mkishukuru nitawazidishia, maana yake ukiswali rakaa 2 ya dhuha Mungu atawazidishia, maana yake atakulindia hiyo afya yako haitopotea. Atakulindia macho yako, atakulindia bongo lako, atakulindia. Unamkuta mtu amekuwa mzee zaidi ya miaka 100, unamuona mtu mashallah bongo lake linafanya kazi, asahau, hachanganyikiwi, macho yake inaona bila kuvaa miwani, meno yake hata moja haijang'oka. Vitu kama hivi ambaye leo wengi wetu tunayadharau ndugu zangu. Swala ya dhuha tu yanaweza kaboresha afya ya mtu na akaishi naye maisha yote mpaka kufa kwake. Sasa la mwisho, naona wakati ushafika, ni swala ya tahajjud ndugu zangu. Salati tahajjud hii ni swala ambaye Muislamu analala usiku kisha anaiamkia usiku. Kwanza swala yoyote ambayo unaswali baada al-isha, hiyo ni katika qiyamul layl, ni kisimamo cha usiku. Ndio unaona salati tarawih katika mwezi wa Ramadhani tunaiswali baada al-isha, ni kisimamo cha usiku hiyo. Na unaposwali tarawih pamoja na imam unaandikiwa kwamba umeswali usiku kucha. Mtume anasema innahu man qama ma'a al-imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu layla. Mtu yoyote atakayesimama na imam katika swala ya tarawih mpaka imam akamaliza, unaanza na imam na unamaliza na imam katika swala ya tarawih katika mwezi wa Ramadhani, ataandikiwa kwamba usiku kucha alikuwa amesimama akifanya ibada. Nani katikati yetu hapa anaweza kusimama usiku kucha kufanya ibada ndugu zangu? Wewe baada ya isha hapa simama uanze kuswali mpaka alfajiri. Kuna mtu anaweza hiyo? Unaenda unarudi mpaka alfajiri? Hakuna mtu anaweza miongoni mwetu ndugu zangu, hakuna. Lakini swali pamoja na imam pamoja na witri katika swala ya tarawih utaandikiwa usiku kucha
ulikuwa wewe umesimama ukifanya ibada. Sasa inaitwa tarawih, salatul witri unapoiswali baada ya Isha, vile vile katika qiyamul layl. Lakini swala ya tahajjud ni lazima ulale kisha uiamkie usiku. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wa minal layl fatahajjad bihi nafilatan lak qumil layla illa qalila. Mwenyezi Mungu anawasifu wale waja wake wema wenye daraja ya juu mbele ya Mungu, anasema tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanazivua mbavu zao kutokana na vitanda walolalia. Hii si mtu yoyote anauweza ndugu zangu. Na ukiona we Mungu amekupa taufiki unaweza kuamka usiku wa manane, subhanallah, wewe umo ndani ya neema kubwa. Kuna ndugu yetu mmoja anakuja kunishtakia mimi kwamba bwana siku hizi analala saa 4, ikifika saa 9 usingizi imekatika. Na ni muda mrefu anasema imetokea hivyo. Paka alfajiri ndo anaenda kuswali, alafu anaenda kazini moja kwa moja. Nikamwambia unapokatikiwa na usingizi saa 9 usiku unafanya nini? Anasema mimi nakuwa kwenye kitanda tu nawaza mambo yangu, nafikiria paka alfajiri. Nikamwambia Sheikh, wewe uone Mwenyezi Mungu anakuamsha saa 9 za usiku ili upate kuswali umkaribie? Hii nafasi sio kila mtu anapewa ndugu yangu. Unakaa tu kwenye kitanda ili badala ya kuamka uende uivue mbavu yako. Mtu yote ambaye anaivua mbavu yako katika usingizi na kitanda na blanketi iliyokuwa nzito, manake hili ni jambo kubwa sana. Na ndio wakati huo usingizi raha, baridi, unaona labda maji baridi kule nje wakati wa msimu wa baridi hasa. Sio kila mtu ambaye atatoka hapo, lakini Mungu anawasifu hawa kwamba hawa ni watu wenye sifa ya juu. Akatoka pale akaenda akatawadha, akaoga akatawadha, akapiga mswaki, akavaa nguo iliyokuwa nzuri, akapanda juu ya mswala akaswali. Subhanallah. Unajua katika fadhila mojawapo hii fadhila salati tahajjud, kwanza hii Mtume anasema ni da'bu salihina qablakum, ndio njia na alama ya waja wema waliokuwa kabla yenu. Wema waliotangulia katika maswahaba na wengineo walijuana wao kwa wao kupitia katika salati tahajjud. Walikuwa wanajuana vipi? Wakiwaangalia wenzie mataa yamewashwa usiku wa manane, wakati malaika wanapiga doria, wanaangalia zile nyumba zilizowashwa taa usiku wa manane, watu wanaswali. Wewe ndugu yangu, taa ndani ya nyumba yako itaendelea kuzimwa usiku wa manane mpaka lini? Lini utaamka tahajjud wewe ndugu yangu? Na hapo ni wakati mzuri sana mtu kuomba dua, na mbingu ziko wazi. Mwenyezi Mungu anateremka kwa hikma yake na kaifia yake. Usiku wa manane anauliza maswali matatu: hal min mustaghfirin, kuna yote anaomba msamaha nimsamehe? Hal min talibu hajatin, kuna mtu yote ana haja yake nimkidhie? Hal min sa'ilin, kuna yote ana maswali yake nimjibie? Lakini wengi wetu tumelala wala hatuna habari. Na wakati huo mbingu ziko wazi, dua ni mustajaba. Lakini labda niwapeni moja tu ndugu zangu, malizia hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innal abda idha qama yusalli atahu almalik yastami'u alqur'ana wa yadnu wa la yazalu yastami'u alqur'an wa yadnu hatta yad'u fahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfi almalik. Katika moja katika mambo ambayo inayotokea usiku wa manane unapoamka kuswali tahajjud, Mtume anasema hakika mja anapoamka usiku wa manane malaika anamwijia. Katika ibada ambazo malaika anahudhuria Muislamu anapoyatekeleza, mojawapo ni swala ya tahajjud. Ziko ibada nyingi ambazo malaika wanahudhuria, mfano salati aljumaa msikitini. Salati aljumaa malaika pia wanahudhuria, wanasimama wanakaa kwenye mlango pale kuanzia baada alfajiri siku ya Ijumaa. Yaktubuna alawwal falawwal, wanaandika majina ya watu wote wanaoingia msikitini siku ya Ijumaa kabla khutba ijaanza. Wanaandika jina yako na time ulioingia. Wanaandika jina yako, kila mtu anaingia anaandikwa jina lake. Amekaa pale, yeye hamna habari. Paka khatibu anapopanda juu ya mimbar, anasema kwamba idha dakhala al-imam tawaw suhufahum yastami'una adh-dhikr. Anapopanda khatibu juu ya mimbar,
wale malaika wanafunga kitabu sasa. Wao pia wanakaa wanasikiza khutba. Unapoona msikiti wowote kuna khutba Ijumaa inatolewa, pata kujua kuna malaika wamekaa pale. Na wao pia wanasikiza khutba. Sasa leo sisi ni wangapi ambaye wanaandikwa jina zao na malaika siku ya Ijumaa? Wewe fikiri ndugu yangu, malaika anakuandika jina lako kwa sababu ya kuja msikitini mapema tu. Leo ni wangapi miongoni mwetu sisi hapa tunangojea mpaka saa hizi hata khutba haijaanza bwana. Tungojee kidogo. Kila siku basi ndugu zangu, angalau uweke ratiba. Mimi leo bwana nitakwenda msikitini mapema, angalau niandikwe jina langu na malaika, na niangalau nipate thawabu ya ngamia au ng'ombe au mbuzi. Thawabu ya mtu kutoa sadaka ya ng'ombe au ngamia anayekwenda msikitini mapema siku ya Ijumaa. Wewe kila siku unachelewa tu, kila siku unajiweka nyuma. Hapana, kuwa ni mtu katika wale Mwenyezi Mungu amewasifu as-sabiqun as-sabiqun. Ni wale ambao wanaokimbilia, wao ndo katika mstari wa mbele katika mambo ya kheri. Kila mara wao katika mstari wa mbele. Sio kila siku wewe ndo unachelewa ndugu zangu. Watu wameshamaliza ndio wewe unaingia. Watu wanatoka ndio wewe unaanza. Kila siku basi hapa kuna hatari. Ndio kuna siku Mtume sallallahu alikuwa anapanga safu. Watu wanataka kuswali, anawaambia istawu atadilu. Wekeni safu zenu sawa. Mtume anaenda paka kule, anarudi paka huko. Akaona kuna jamaa anajivuta pale, siku mwingine anaswali pale. Basi kama kuna siku Mtume alikasirika ni siku hiyo. Mtume akawaambia wale mabwana bimaana alkalima, nini nyinyi mnachelewesha nyuma mpaka Mwenyezi Mungu atachelewesha mambo yenu. Kuna baadhi ya watu mambo yao hapa duniani haiendi, sababu ziko nyingi tu. Lakini moja katika sababu utamkuta huyu bwana katika mambo ya kheri, yeye ni mtu wa kujivutavuta. Hata akija msikitini huwezi kumuona anaswali katika safu ya mbele hapa, anaswali katika safu ya nyuma. Basi yeye pia mambo yake yatachelewa. Unamkuta mtu kazi yake inakuwa ya tabu, riski yake ya tabu, maisha yake yanavyokwenda yanavutana. Ukija kumchunguza katika mambo ya kheri, sala, taa, Qur'an, saum, yeye hayupo. Ndio unaona wewe ndugu yangu, unapoona maisha yako imeanza kukazika, mambo haiendi, lazimisha safu ya mbele msikitini, tena nyuma ya imamu. Si kwamba ni kwa sababu mambo yangu yafunguke ndio mimi nakuja msikitini mapema, hapana. Ndio Mungu mwanzo anataka wewe ufanye hivyo, alafu sasa atakubariki na maisha yako yataanza kwenda. Innal abda idha qama yusalli atahu almalik, haika mja anaposimama kuswali usiku wa manane, malaika wanahudhuria. Wale malaika wanafanya nini? Mtume anasema yastami'u alqur'ana wa yadnu, wanasikiza Qur'ani unaposoma na wanajikaribisha kwako wewe. Ndio unaona mtu anatakana asome kwa sauti, kwa sababu malaika pia wanasikiza. Toa sauti unaposoma. Na ndio unaona umuhimu wa vile vile Muislamu kuhifadhi baadhi za aya na sura ndani ya Qur'an kwa ajili ya kujikaribisha naye kwa Mwenyezi Mungu katika usiku wa manane na ibada zingine, taqarruban ila Allah. Si wewe toka ulipotoka madrasa ndugu yangu umehifadhi kul wallahu na wal asr, mpaka leo unaanza kuzeeka, miaka 30 40 imeshakatika, wewe ni kul wallahu na wal asr. Hatusemi kwamba ni makosa, lakini angalau uhifadhi na sura zingine, ujipeleke mbele na wewe vile vile. Mnafahamu, angalau ukisimama, mimi nina aya zangu 50 hapa nitazisoma katika tahajjudi yangu, na aya zangu 20 na sura nzima nitaisoma katika juzu amma, angalau. Basi wale malaika wataendelea kukusikiza, na huko wanajikaribisha kwako yeye, anakusikia, anakaribia, sikia, anakaribia mpaka atakuja mbele yako. Wewe umesimama hapa, atakuja atasimama mbele yako, wewe umuoni. Mtume anasema huyu malaika atafanya mambo ya ajabu sana. Wala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadha'u fahu ala fihi, mpaka atakapoingiza mdomo wake ndani ya mdomo wako.